Kiswahili. Lakini sasa natamani pia umtazame mdau mwingine wa Kiswahili ambaye ni Edna Liatu Hogan, ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa East Africa Chamber of Commerce upande wa Europe. Anaeleza namna gani wageni wanafurahia sana utamaduni wa Mswahili na namna wanavyochangamkia fursa ya kujifunza lugha yetu adhimu na ushi ya Kiswahili. Tazama na huko. Hamasa kubwa niliyoipata ya kufungua madarasa ya Kiswahili katika taasisi yetu ni kwamba watu wengi walikuwa wanahitaji ya madarasa kutoka kwa mfano wafanyakazi wa serikali, especially wizara za mambo ya nje ambao walikuwa wanakuja kufanya kazi kwenye Afrika Mashariki. Pia diaspora wa Afrika Mashariki walikuwa kugaibuni, wengi wanapenda watoto wao waimudu hii lugha. Lakini pia tuna wanafunzi wanaofanya wa PhD wanaojifunza Kiswahili, nao pia walikuwa walionyesha hamasa ya kutaka kujifunza, kuwa na madarasa ya ziada. Alafu pia kuna hawa wafanyakazi wa mashirika yasiyo ya kiserikali, nao pia wanapenda angalau kujua Kiswahili kidogo, hata kusema habari yako kabla hawajaja Afrika Mashariki kufanya kazi. Lakini pia nia yangu ya kuendeleza utamaduni wangu, lakini pia Kiswahili kama tunavyojua ni lugha kubwa sana, sasa hivi inatambulika na Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo ni lugha ambayo ni nzuri, lakini pia kama unavyojua Kiswahili ni lugha tamu sana. We just say ni romantic, poetic language. Kwa hiyo na pia ni lugha rahisi. Wageni wengi wanasema ni lugha rahisi kwa sababu mara nyingi jinsi unavyotamka ndivyo inavyoandikwa. Mimi binafsi pia lengo langu kubwa la kuanzisha madarasa ni kutoa ajira kwa walimu wa Kiswahili ambao wako Afrika Mashariki ikiwemo Tanzania na pia ambao wako kugaibuni. Kwa mfano sasa hivi tumeajiri walimu kadhaa ambao ndio wanaofundisha madarasa yetu ambayo yanatolewa kwa watoto na watu wazima. Mwitikio ni mzuri sana kwa sababu of course inaonyesha jinsi madarasa yalivyokuwa tangu miaka kadhaa tulivyoyaanzisha mpaka hivi leo. Na level mwanafunzi mpaka anaweza kujifunza zikoje? Level ziko 3. Level ya kwanza ni ile mwanafunzi level ile ya basic, alafu level ya pili ni ile ya katikati, na level ya 3 ni ile ambayo mwanafunzi anaweza sasa kuzungumza vizuri Kiswahili na kuunga maneno vizuri. Na hapo mara nyingi tunapenda kuwapeleka wanafunzi wetu nchi za Afrika Mashariki kwenda kujifunza Kiswahili kwa vitendo. Kwa hiyo na hapo wakati wanajitolea kwenye shughuli za kijamii. Kwa hiyo wengi wanapenda kufanya hivyo na wengi tunapenda kuwapeleka. Yani nia inawafanya wageni wengi watake kujifunza Kiswahili. Wengi ni sababu nyingi kama nilivyotaja hapo awali, kwa sababu za kibiashara. Kama mtu anataka kuja kuinvest, ni vizuri akajua Kiswahili angalau kidogo. Lakini pia wanafunzi wanaojisoma masomo ya juu kama PhD, diaspora wa Afrika Mashariki ambao wanapenda kujifunza. Lakini pia tusisahau wale wa misionari ambao wengi walikuwa wanafanya kazi nchi za Afrika Mashariki, wakastaafu, wakarudi kwenye nchi zao. Wengi wao wakirudi huku wanapenda sana kujifunza lugha ya Kiswahili. Wengine ni kwa ajili ya kuendeleza utamaduni, wengine ni kwa ajili ya ile social aspect, wanapenda kukutana na watu na kujifunza. Kwa hiyo sababu ziko nyingi sana. Kwa hiyo nia yangu kubwa mimi na management nzima ya taasisi yetu tuliamua kuanzisha haya madarasa ili kuziba pengo kubwa ambalo lilikuwepo, na kutokana na maombi ya watu wengi walioonyesha nia ya kutaka kujifunza hii lugha yetu tamu ya Kiswahili au Swahili. Asante sana. Asante sana.